lakini ni makamu askofu wa jimbo la Shinyanga. Karibu sana wageni wote ambao wametufikia leo tushiriki pamoja katika ibada hii. Na Mungu wetu ni yule yule, na Mungu wetu anajitosheleza kama alivyojaribu kunukuu mzee wa kanisa, hahitaji viambatanisho, maji, chumvi, udongo, ila Mungu ni kamili. Yaani Mungu aliye kamili, hahitaji viambata, kwa kuwa Mungu hakuna mfano wa chochote. Kwa hiyo anajitosheleza, na ametupa msaidizi mmoja anaitwa Roho Mtakatifu. Hajawahi kuwapa watu visaidizi ya kiroho, hajawahi kuwapa visaidizi, amewapa msaidizi. Andika uumbaji, andika uumbaji. Uumbaji ni neno ambalo limezoeleka kwako na unalifahamu. Ni uundaji au utengenezaji wa vitu. Uumbaji ni chimbuko la uwepo wa vitu vyote. Uumbaji ndio msingi wa kuwepo kwa vitu, kwa maana ya kwamba uumbaji ndio uliotayarisha vitu vikajaa ulimwengu. Lakini kabla ya uumbaji, dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Kumbuka, uumbaji unaanza kabisa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza hadi wa tatu. Tutasoma maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mistari hiyo inaelezea habari ya uumbaji. Mungu ndiye aliyeumba vitu vyote, na kabla ya chochote Mungu kufanya kuumba, hapakuwa na kitu. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu. Kwenye maisha yako kunaweza kukawa na ukiwa na utupu, empty, hakuna kitu. Hapakuwa na umbo maalum, kwa maana ya kwamba bila uumbaji kusingetokea chochote. Kwa hiyo uumbaji kwenye maisha bado unaendelea, vitu vinaendelea kuumbika. Katika maisha ya mwanadamu, vitu kuwepo vinakuwepo pale ambapo vikiumbwa vinaweza kuumbika. Hakuna chochote bila uumbaji. Kuumba kitu ni kutengeneza kitu, ni kuform kitu. Hata kama hakikuwepo kinatengenezwa. Una design kitu, unaunda, unajenga kitu, unapanda kitu, kinaota, unaotesha kitu, kinaanza kukua. Hapo umeumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Uumbaji wote unaendeshwa na Mungu mwenyewe. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu, lakini uumbaji ulipoanza kukawepo vitu tele vimejaa. Hata mahali ambapo hapakuwa na kitu, lakini uumbaji ukazaa vitu. Uumbaji ukatokeza vitu. Mungu ndiye anayehusika kuumba. Kwa lugha nyingine, Mungu ndiye anajenga, Mungu ndiye anatengeneza, Mungu anafinyanga. Kule kufinyanga kwake, Mungu anaotesha vitu, anapanda vitu, anasimika vitu, anatokeza vitu, anazalisha. Producer anazalisha vile ambavyo havikuwepo, yeye anazalisha. Kwa hiyo uumbaji ndio unaofanya vitu kuwepo. Mungu anayehusika kusimamia bali ya uumbaji. Kuumba ni kuunda, kuumba ni kufinyanga, unatengeneza, una design. Vipo vitu vimeumbwa katika maisha yetu, havihitajiki kwetu, bali vinazuia uumbaji wa vitu vipya muhimu vinavyohitajika kwenye maisha yetu. Kuna vitu kwenye maisha yetu vimeumbwa, vimetengenezeka, kwa kuwa kesi kubwa ya uumbaji ni Mungu anahusika.
Lakini pia kwa kuwa Mungu anaumba na ndiyo original ya uumbaji, shetani naye anaigiza. Shetani huwa anakopi, anaigiza vya Mungu. Kwa hiyo na yeye anaweza akaanza kuumba vitu fulani, anaanza kutengeneza vitu, kopi fake yake, anatengeneza kitu, halafu kile kitu kinazuia vitu vya kimungu kuchipuka mahali, kupandwa mahali, kukua mahali. Kwa ninaposema hivyo, kwa sababu hata wewe unaumba. Bwana asifiwe. Uumbaji uliendeshwa kwa neno. Ulimwengu uliumbwa kwa neno. Kwa mujibu wa Yohana sura ile ya kwanza, mstari ule wa kwanza, hapo mwanzo alikuweko neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu, na pasipo yeye akikufanyika chochote kikifanyika. Kwa hiyo huyo neno ndiye aliyehusika kuumba. Neno lina nguvu ya kutenganisha maji na mafuta, lina uwezo wa kugawanya, lina uwezo wa kuumba. Neno ndani yake lina uhai, lina uwezo wa kuhuisha vitu. Kwa hiyo neno la Mungu linaumba vitu vya kimungu. Neno la adui linaweza kuumba vya shetani. Maneno yako yanaweza kuumba chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata ulimwengu unaoona huu uliumbwa, ulitengenezwa. Kwenye kitabu kile cha Petro sura ile ya 3, ulimwengu huu umeumbwa na neno lilitumika. Unaviona vipo vitu, mstari wa 4 hadi ule wa 6, Biblia inasema bali kuwe utu. Ile Petro wa pili sura ya 3 ule mstari wa 4, Biblia inasema na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala vitu vyote vinakaa hali hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana fumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa kuwa dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Hiyo ndo kwa neno. Neno la Mungu linaumba, linatengeneza. Kama linajenga vitu, linafinyanga vitu, neno lina uwezo wa kumdesign mtu likamtengeneza akafaa. Hata aliyekuwa mbovu, hata aliyekuwa ametengenezwa vibaya na adui, adui amepanda vya kwake, neno linaweza likapanda kitu kingine, linaweza likafanikiza kitu chema ndani ya mtu. Na ili neno liweze kuumba, lifanyike mwili, ulipokee, uliishi, ulifanyie kazi, lina uwezo wa kufanyika mwili, likaumba vitu vikaonekana. Kwa hiyo kwa kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno, neno ndilo linalohusika hata leo kutengeneza vitu kwenye maisha yetu. Ndiyo maana mtu ambaye amefahamu neno, limemtoa mahali alipokuwa, limejenga kitu kingine, limejenga imani, limejenga uelewa mwingine juu ya Mungu, limemjengea mtazamo tofauti na mwanzo, lakini limebadilisha imani, linamwelekeza kwa namna nyingine. Kabla mtu hajapokea neno, kulikuwa na maneno yanamwendesha, anaongozwa na maneno mengine. Kwa hiyo maneno yalikuwa yametengeneza na kuunda vitu mbalimbali kwenye maisha yao. Kwa mfano, kabla mtu hajamwamini Yesu, yalikuweko maneno ambayo yalikuwa yanamuuminisha ya kuamini wakati mwingine tamaduni yao. Jana mmoja akamuuliza babu yake siku moja kwamba huwa tunaenda masema, tukichinja tunampelekea na babu, tunampelekea nyama, na nyama kidogo anapeleka, wanamimina na damu. Sasa akakaa kwenye kichaka akawa anachungulia amuone babu kama katokea aje pale kwenye kaburi. Akaenda akachungulia, wakaweka nyama juu ya kaburi, alafu akaja mbwa akaanza kula ile nyama iliyowekwa juu ya kaburi. Wao wamefanya ibada wakiwa wanamaanisha tunampa babu.
Yule kijana akawauliza wazazi, kumbe babu anafanana na mbwa? Maana nimemwona babu anakula pale. Maana tulienda tukamtengea babu pale kaburini atakuja kula. Sasa nimeona kumbe babu anafanana na mbwa. Kuanzia hapo kwenye fikra zake akachukia. Wakamwambia huyo mbwa amepita tu, lakini babu yako haonekani. Tayari kwenye akili yake kukatengenezeka kitu kingine. Kumbe babu sio mbwa, babu afanane na mbwa. Lakini bwana mbwa anakuja kula na wao wametoa, nasema tunamtolea babu. Kuanzia siku ile akaizarau ile imani ya wazazi wake. Kumbe imani ya kumwamini Kristo baada ya kusikia neno la Bwana akampokea Yesu, akajua kumbe Mungu ndiye anayestahili kuabudiwa wala sio makaburini. Akaona na kupuuza kabisa, kumbe kule ni hamna kitu, tunapoteza wakati. Baada ya kupata ufahamu. Hivyo hata leo watu walioko Misri ana uwezo wa kwenda kwa mganga wa kienyeji. Anaamini kwamba nikienda kwa mganga nikaoga njia panda, ninaacha mikosi yangu yote pale njia panda. Lakini saa hiyo mwingine anaamini akienda kwa mganga akaambiwa nenda kachote mchanga njia panda, mambo yako yatanyoka. Anaamini kabisa. Kwa hiyo mwingine kwa ufahamu wa kawaida, ili huyo ameoga njia panda, amevunja nazi, amepasua yai, halafu ameacha mikosi yake yote. Mimi naenda kutupa mchanga mahali pa mikosi yake yote. Ina maana gani kwangu? Tayari anaanza kuipuza na kuizarau ile imani. Anabaki kwenye mtazamo kwamba kumbe hapa tunapoteza wakati, ajenda ni kumtafuta Mungu peke yake. Huu ni uongo wa wazi wenye kuendelea kuwaingiza watu kwenye matatizo. Leo tuna watu pia wanamdanganyika, lakini wakipata neno linatengeneza kitu kingine. Kwa mfano, hiyo mifumo ya kiganga ya kwenda kuoga njia panda, ya kwenda kachote mchanga, leta hiki, fanya hiki. Haya, nenda nyumbani, chukua gamba la konokono, waambie familia yote iteme kwenye gamba la konokono. Leo vitu vinavyofanana, mtu anaambiwa kalete nywele zako za upande wa kushoto. Haya, kata kucha ulete. Unaambiwa na mtumishi wa Bwana. Unaamini kabisa, lakini Mungu akikupa neema ukasikia maneno ya Mungu aliye hai, yale maneno yatakubadilisha, yataumba kitu. Ukikataa kusikiliza neno la Bwana utazuia uumbaji, maana uumbaji unakuja kwa neno. Hapo mwanzo anaposema kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo, maana yake neno la Kristo linakuja kuumba kitu, linaumba imani. Na hapo ili liumbe imani lipokelewe, mtu alikubali na awe tayari kulifuata ninavyomwelekeza, ndipo imani inaumbika. Lakini kilichoumba ile imani ni lile neno alilolisikia, likatengeneza kitu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposikia maneno ya Mungu yanahubiriwa, aliye hai, maneno halisi ya kweli yanaumba kitu. Lakini pia shetani naye ana maneno yake. Ukitega sikio na ukaanza kuyasikiliza na ukawa hauna uwezo wa kutofautisha, shetani anaweza kaumba kitu ndani yako kupitia maneno unayosikia. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Inawezekana vikaumbika vitu, lakini ni kutokana na yale uliyosikia. Wewe umesikia mengi. Je, hayajaumba chochote? Yako mambo umeyasikia yameumba vitu, na vile vilivyoumbika vinazuia cha kimungu kuumbika. Ndio maana unaweza kaona, unaweza kusemea mtu kwamba wewe unayebebelea makopo ya maji umepotoka, umedanganywa. Anaweza kukuchukia, anaweza akakuona wewe ndio umepotea, kwa sababu kuna maneno yalitengeneza imani, aliumbiwa kitu ndani yake. Kwa hiyo hata akiambiwa akalete udongo wa kaburini anafuata. Hata akiambiwa akalete nywele, haraka anaenda kuzikata. Akiambiwa leta kucha lako, haraka anaenda kufuata. Kwa sababu kuna imani fulani iliyotangulia, ikapanda, ikaumba, ikafinyanga, ikatengeneza kitu feki, na kile kitu tayari kimeumbika, kiko ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama vile ambavyo neno la Mungu linasema, mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya.
Jamani, nani anaweza kunisaidia juu ya wagonjwa? Nani anaweza kuniambia tu juu ya wagonjwa ni wapi? Taweka mikono juu ya wagonjwa. Nani anaweza kuniambia juu ya wagonjwa ni wapi? Karibu. Hapa kichwani. Sawa. Sasa hilo ni neno ambalo linajitosheleza kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa watapata, na limeumbika. Mtu anaamini nikiwekea mkono inapokea. Bwana asifiwe. Amina. Lakini anakuja mwingine mwenye neno la kukaribiana. Yeye analeta, anapiga usoni, anapiga hapo usoni. Bwana anajua juu ya mgonjwa ama sio juu ya mgonjwa. Mtaweka mikono juu. Maana unaweka kichwani. Lakini hii ya kupiga usoni ni ajenda inayokaribiana na ile ya ukweli, kwa maana ya kwamba kuna neno ambalo limeumba kitu cha uzima kwenye maisha ya watu, lakini huyu naye anakuja na kitu kinakaribiana kupiga usoni. Hata kule kupiga usoni sio. Haleluya. Kwa hiyo neno la kweli ukilisikiliza linaweza kuumba vitu ndani yako, lakini kama hutalipokea lile neno, basi kuna maneno yameumba vitu ambavyo vinazuia hiki kitu kuchukua nafasi. Sasa kuna mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyafahamu kwenye maisha yako tunapoongelea habari ya uumbaji wa Mungu. Ili uumbaji ama ujenzi ama ufinyanzi ama upanzi ama uoteshaji ufanyike, zipo hatua. Ipo hatua ya kwanza muhimu. Kwanza, unapotaka kuumba kitu, unapotaka kujenga kitu, unapotaka kutengeneza kitu, ni lazima kuandaa mazingira. Kwanza unayaandaa mazingira, alafu unaandaa vifaa, alafu unaleta watendaji, mkandarasi wanaohusika na ujenzi huo. Kwa maana ya kwamba vile vifaa, unapoandaa mazingira, wewe unakusudia kujenga kitu, umekusudia kupanda kitu. Kwa hiyo pia mwanadamu lazima aelewe, Mungu anaumba kwa neno lake, shetani anaumba kwa neno. Wewe pia unaweza ukajiumbia vitu kwenye maisha kwa maneno yako. Ile Mithali 6 ule mstari wa 2, umetegwa kwa maneno ya midomo yako, umekamatwa. Maneno yako yanaweza kukukosesha, maneno yako yanaweza kaunda, yakafinyanga, yakatengeneza. Unavyokiri, akilivyo mtu ndivyo alivyo. Kwa maneno ya kinywa chako utakula matunda, unakula matunda ya midomo. Maana yake kuna vitu unaumba kupitia maneno ya kinywa chako. Usijinenee yasiyofaa. Inawezekana ukawa unajitabiria bila kujua. Watu wako mahali hawana mchawi aliyowafikisha hapo, lakini mchawi wao ni vinywa vyao vimewafunga wao kwa sababu ya maneno waliyojinenea. Mimi ni wakufa hivi hivi, mimi ni wa hivi hivi. Kumbe tayari ametengeneza kitu kwa maneno ya midomo yako. Lazima uwe makini wakati unaumba vitu. Kama kuna vitu vinataka kuumbika kwenye maisha, lazima uwe makini sana. Biblia inatuambia uharibifu na kuzimu useme. Tumesikia kwa maneno ya kinywa chetu. Ile Ayubu sura ya 28 mstari wa 22, uharibifu na mauti husema, tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Uharibifu na kuzimu, uharibifu na mauti zenyewe zinaposikia unavyokiri, zinasema tumesikia kwa masikio yetu. Yeye amekiri hawezi, amekiri wa kushindwa, amekiri yeye ni wa kufa hivyo hivyo. Basi maneno yako yanaweza kukamata. Mambo ya kufanya ili uanze kuumba kitu ama ili kitu kitengenezwe, kijenge. Jambo la kwanza ni kubomoa ama kuvunja na kuharibu vile vilivyotangulia kujengwa. Usifikiri hakuna kitu, vitu vipo mpaka sasa. Shetani aliumba vitu kwenye maisha ya watu. Inawezekana hata wewe ulijiumbia vitu kwenye maisha yako, lakini unataka kiumbike cha kimungu kilicho sahihi. Yako yanaweza kuwepo mambo yaliyoumbika kwako yasiyo sahihi, uyashughulikie kwanza kuyaharibu. Bwana asifiwe. Kubomoa ama kuvunja ama kuharibu ama kuteketeza ama kuondoa, kufisha, kuua vile vilivyotangulia.
wakati unataka kiumbike kitu kipya. Biblia inaposema uniumbie moyo safi, ina maana alikuwa na moyo tayari. Na uifanye upya roho iliyotulia ndani yako. Alikuwa na roho tayari, lakini ilikuwa haijatulia hiyo. Lakini yeye anasema uniumbie moyo safi, tulikuwa na moyo tayari. Anataka umbiwe mwingine. Lazima uondoe ule moyo usiofaa, alafu atengenezewe moyo mwingine. Kufanyike namna ya purification, kitu fulani kizalishwe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisafishwe, kitakaswe, kuondolewa uchafu, alafu kitakachozalishwa kizalishwe kinachong'aa tofauti na kile cha awali. Maana yake ni kwamba ili kujengwa vitu vipya ama vifinyangwe vitu vipya, lazima kuandaa mazingira, shamba. Unapotaka kujenga barabara, utalazimika kuharibu, kukata miti, kufyeka poli, kukatua ardhi, kuharibu, alafu ndo unaanza kujenga, ndo unaanza kuumba ile barabara yako. Lakini unahakikisha kuna vitu umeharibu wakati unaandaa mazingira. Unataka kupanda kitu shambani, utayakatua yote yaliyomo shambani. Majani, magugu, unayakata yote. Unaharibu, unavuruga, unavunja, unafyeka, halafu ndio unapanda kitu kipya. Unaumba kitu baada ya kubomoa kilichokuwepo mwanzo. Nataka kuanza ujenzi. Ujenzi huo utalazimika, kama kuna kiboma kiko pale, unabomoa. Na hata kama hakuna boma, watashangaa. Unaanza kukatua ardhi, kuchimba msingi, unaibomoa ardhi wakati unataka kujenga. Ardhi ilikuwa imejengeka vizuri, iko frati, na wewe unaanza kuibomoa tena ili ujenge cha kwako. Kwa hiyo kubomoa, kuharibu, kuteketeza wakati wa ujenzi wa kitu kipya haiepukiki. Kuna vitu lazima ushughulike navyo, uviharibu, uviteketeze, ndipo kitu kiumbike. Hata hivyo, shetani amepanda vitu kwenye mioyo ya watu, ameumba vitu kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo ili kusudi kia Mungu kiumbike, wawe tayari kuvunjwa, kuharibu kwanza kilicho. Awe tayari tu kile ambacho kimetangulia kuumbika ndani yake kiharibiwe, ndipo aweze kupokea kitu kipya kijengeke. Leo watu waliona imani ya tamaduni, hawezi kwenda na imani ya kweli ya Mungu pamoja na ile imani ya tamaduni yake. Italazimika imani ya tamaduni yake, ile mila na desturi yake iharibiwe, ivunjwe, iangushe chini, ibomolewe, ndipo nafasi ya imani mpya ya kumwamini Kristo, imani iliyo takatifu, ndipo itaanza kupata nafasi ya kujengeka. Niliwahi kuambia watu fulani kwamba kufunga ndoa ni kuvunja ndoa iliyokuwepo awali. Unaweza ikaumbika ndoa ama ikajengwa ndoa kama ndoa nyingine haijavunjwa kisheria. Huwezi ukafunga ndoa juu ya ndoa, lazima ivunjike ndoa, lazima mmoja afe. Kanuni ya ndoa kuvunjika, mmoja afariki. Ni kanuni ya ndoa za Kikristo, mmoja afariki. Ni imani ya ndoa za kimungu kwamba mmoja afariki, na kwa kuwa adui naye anafahamu ndio kanuni ya Mungu, na yeye ana kanuni inayofanana na hii. Kama kuna mahali adui alikuwa ameshatengeneza agano la ndoa kwa njia za kishirikina, kwa njia ya adui, kwa sababu maneno ya Mungu yako hivyo, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Lakini vipi kama Mungu hajahusika? Nani amehusika? Kwa sababu swala la kuunganisha ndoa, anayehusika ni Mungu. Maana ya neno Mungu ni mtawala. Kabla wewe hujaokoka, ukiwa Misri, aliyekuunganisha ni Mungu aliye hai ama ni miungu? Na inawezekana adui alikuwa ametengeneza ndoa, na zikiumbika ndoa zingine kwenye ulimwengu wa roho, hautaiona ndoa mwilini, kwa sababu kuna ndoa iko kwenye ulimwengu wa roho mpaka ishughulikiwe. Aliyeumbwa na Bwana ni roho moja naye, aliyeumbwa na kahaba mwili mmoja naye. Nimekutana na vijana hapa, jaribu kwenye eneo la kuona kuolewa, zito sana. Kumbe kuna ndoa zimesimama, hazitaki kuruhusu ndoa nyingine, zina nguvu ya kuzuia ndoa isiwepo, na hata ikiwepo haitakuwa kwenye sura ya ndoa halisi, haitakuwa na amani, haitakuwa na furaha. Kumbe kuna ndoa nyingine na amani kule ndani kwenye ulimwengu wa roho usionekana, ndio inayo take place ya ndoa. Kwa hiyo wewe unaonekana kama umening'inia kwenye ndoa ya watu, kwa unaanza kushambuliwa, aidha ni mwanamke au mwanaume.
Ni hatari. Lazima unapofunga ndoa, vunja ndoa zilizokuwepo. Wengine wanafunga ndoa kwa kutamkiana, wakaambiana tu kwamba bwana, mimi na wewe tutakuja tuoane, tuapiane, wakamaliza hapo. Umekula kiapo, umeoana tayari. Nasema mmeshaoana tayari. Bwana asifiwe. Mwingine tu anaambiwa huyu ni mume wangu, huyu babu ni mume wangu, huyu bibi ni mke wangu. Tayari umeshafungwa ndoa. Shetani amesikia huyu ni mke wake, huyu ni mume wake. Mwingine tu amepewa jina la babu na bibi bado yuko hai, tayari automatic umelisi jina, huyu ni mume wangu, nitamwita fulani. Kwa hiyo kuna kitu kimeumbika. Utashangaa mtu anaanza kupata shida eneo la ndoa. Kumbe kuna agano la adui linaendelea. Kuna vitu lazima uviharibu, uviteketeze, ndipo upate nafasi ya kitu kipya kuzaliwa. Wakati mwingine unaweza ukasema mimi nimeamini Yesu, ya kale yamepita, mimi nakubaliana. Ya kale yamepita, sasa ni mpya. Lakini kuna vitu kama utanishughulikia, vingine vinaweza vikaendelea kuyataabisha maisha kabisa. Tabia za mfanano unaweza ukashangaa zinaendelea kweli. Kwa hiyo ili kujenga kitu kipya, ili kuumbika kitu kipya, ili uumbaji wa kweli upite, ni lazima kubomoa kilichotangulia kuumbika. Yesu asifiwe. Amina. Matendo ile Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 10. Yeremia 1 mstari wa 5 hadi wa 10. Maneno ya Mungu yanatupa uelekeo kwamba ili kujenga na kupanda lazima uwe umebomoa, umevunja, umeharibu vilivyojengeka mwanzo. Kwa hiyo unataka kujenga na kupanda, hakikisha unabomoa vilivyotangulia kupanda. Ukifikiri kwamba nitapanda juu ya vile tayari vilivyopangwa pale, utajenga juu ya jengo la mwingine, utakuwa na shida, na inawezekana nafasi ya kujenga utaweza. Maana kanuni lazima kilichotangulia kiondoke, kibaki kimoja. Karibu. Ndio. Nalikujua kabla hujatoka tumboni na kutakasa. Ndio. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Ndio. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake. Ndio. Nao utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndio. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kichwa changu. Ndio. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Uwezo wa uumbaji, yale maneno ya Bwana ndiyo yatakayotumika kuumba. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Asante. Kabla ya kujenga na kupanda, hoja ya kujenga na kupanda inazungumzwa mwishoni, lakini ajenda zilizotangulia ni kubomoa, kuharibu, ili kujenga na kupanda. Kwa hiyo kinachotangulia, neno ambalo anaambiwa, nimekusa kinywa chako, nimepanda uwezo kwenye kinywa chako, kwa sababu vitu vinaumbika kwa njia ya neno. Nimeachilia uwezo kwenye kinywa chako, uwezo wa uumbaji. Kwa hiyo utakaposema kwa jina la Yesu, tayari kuna nguvu inaambatana. Utakapokemea adui na kuamuru ondoka hapo, yule adui anaondoka, maana kinywa ndicho kinachoshughulika nacho. Na asikudanganye mtu, Mungu anajua maneno ndio yanaumba. Na ndio maana naanza badiliko la kwanza kwenye kinywa cha mtu ni kubadilisha kwenye kinywa chake, anaachilia uponyaji. Hata wale mitume waliambiwa wasitoke mjini mpaka wamevikwa uwezo. Na walipovikwa uwezo, walipokuwa pale siku ya Pentekoste, ukawaingilia ndimi zilizogawanyika zilizoshuka kwao, na wakaanza kunena kwa lugha. Nini maana yake? Vinywa vyao vinaanza kutengenezewa uwezo. Ndipo ule uwezo utakapoachiwa nao, wataweza kwenda kufanya kazi ya Bwana. Wataumba uzima, wakisema mtu mgonjwa tangu saa hiyo awe mzima, uzima utaumbika. Maana wao ndani ya vinywa vyao wameguswa vinywa vyao kwanza. Na ndio maana wakati anaitwa
ile kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 7, utaona ya kwamba ole wangu mimi mwenye midomo michafu nimemuona Bwana. Nini maana yake? Huyu mtu anaona kabisa, mimi sistahili. Kinywa chake kilipoguswa kilipoponywa kinywa, ndipo akasikia sauti, ni mtume nani? Akasema nitume mimi, ni tayari. Kwa sababu kabla kinywa chako hujaguswa, huwezi kwenda kuzalisha matokeo chanya. Ili matokeo chanya yatokee, lazima mtu awe amefanyiwa utakaso wa kinywa, ameguswa kinywa, amejazwa nguvu. Kujazwa Roho Mtakatifu na mtu akanena kwa lugha ni utakaso wa kinywa, kiweze kufanya mambo ya Mungu. Uwezo wa kimungu unadhihirika kwa matamko ya mtu baada ya kuokoka, na sio tu kunena kwa lugha kama maigizo. Baada ya pale kunena kwake, kuenenda kwake na matokeo ya yale anayoyanena ni mambo gani? Kwa hiyo uumbaji unategemea sana neno. Lazima mtu maneno yake yawe yametakaswa. Na ninachotaka nikwambie, kabla ya kuumba chochote lazima kubomolewe vitu vilivyotangulia. Kwenye maisha viko vitu visivyostahili wewe kuendelea kubaki kwako, maana vinaweza kuzuia yanayostahili kujengeka, kwa sababu vimechukua nafasi. Ndio maana upandikizaji wa kitu kipya utategemea kilichotangulia kiondolewe. Biblia inasema Yesu anapita kwenye shamba, anauliza mbona hamna matunda? Akasema huu mti ukateni, maana hata ardhi unaharibu. Kwa nini? Kwani ule mtu unapoendelea kubaki pale ni hasara. Ukateni impande mwingine utakaozaa matunda. Kwa hiyo ule mtu usiozaa matunda unakatwa, uzao matunda unapaliliwa ili uendelee kuzaa zaidi. Nini maana yake? Anasema kwa hiyo ule mtu ukiendelea kuwepo unaharibu ardhi, ufyeke. Lengo lake upandwe mzabibu mwingine unaoweza kuzalisha matunda kesho nikaja. Kwa hiyo ili kitu kiumbike kipya, lazima kilichotangulia kivutwe, kiharibiwe, kibomolewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo inawezekana kuna vitu kama hautakubali kuvifisha, kuviua, kuviondoa, kile unachotegemea kizuri kizaliwe hakitaweza kuzaliwa. Kubomoa na kuharibu, kuvunja na kuteketeza ni kuua vitu fulani. Kwenye kitabu cha Kolosai 3 mstari wa 5 hadi wa 10, Kolosai 3:5 hadi 10, kuna vitu anaambiwa vifisheni viungo vilivyo kwenu. Viungo hivyo vifisheni, viueni. Kuna namna talazimika ufishe vile viungo kwa ajili ya kuruhusu viungo vyako vifanyike kuwa silaha ya Mungu. Mstari ule wa 5, Kolosai 3. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Fisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, wazo mabaya na kutamani. Hiyo ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Bwana huwa inaendelea kuja. Kama kuna vitu vimeumbika vya namna ile kwenye maisha ya mtu, hasira ya Mungu inawaka juu yake. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani. Na wakati ninyi kabla mjamwamini Kristo mlikuwa mnaishi, ilikuwa ni maisha mlipoishi katika hayo. Ndio. Lakini sasa yawekeni mbali. Weka mbali, jitenge nayo hayo yote. Hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Kivaa utu mpya unaofanywa upya, mpate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Amen. Kabla haujatenganishwa na vile vitu, ulikuwa hauna ufahamu sawasawa. Watu ambao wanaandama imani ambazo ni potofu bado hawajawa na ufahamu sawasawa, lakini wakifisha viungo vyao vile vinavyowaendesha kwenye tamaa mbaya, mawazo mabaya, ni vitu vimeumbika. Chuki ulionayo ni vitu vimeumbika. Ili sasa Bwana atembee na wewe katika hali ya usafi na utakatifu, ni lazima
lazima ukubali vile vitu vifishwe, viharibiwe. Haya mawazo na hiyo mitazamo ulionayo ya kwamba bila maji, bila chumvi, bila udongo hakuna uponyaji, hayo ni mawazo yamejengwa na maneno ya watu. Lakini ili kusudi sasa neno la kweli lenye uwezo wa kusaidia lijengeke ndani yako, lazima kufisha viungo vya kale, lazima kufisha ile mawazo, ile mitazamo, ile ufahamu. Ukubali kuupoteza, ukubali kupata hasara ya kupoteza hivyo vitu, ujikane kwa lengo la usalama wako. Wengi hawataki sasa kupoteza, anang'ang'ana navyo. Atakwambia, mwanangu mmoja kaniambia, mimi baba, kule Dar es Salaam hao manabii wote nimeenda nimeongelea kwenye maji yao, wote hao nimefika maji, nimekunywa udongo, skati, nimejifunika nguo zao zenye mapicha yao, makorokoro yote nimefanya. Nikaona bado sijasaidika, nikaruka Kenya, nikaenda Kenya, kwa tafuta Mungu Kenya. Nikamwambia kabisa, Tanzania Mungu hamna, Kenya anapatikana. Akafunga safari Kenya, na watu wanatumia gharama kubwa. Tunakwambia kila wiki anaenda kusali Dar es Salaam, anarudi hapo. Yaani unatoka mikoani, kila Jumapili unarudi Dar es Salaam, unarudi, kwa sababu huko mikoani hakuna Mungu. Basi kama Mungu uko Dar es Salaam, tuhamini Dar es Salaam, kwa sababu kama Mungu hayupo huku tuliko, hata ukienda Dar es Salaam ukatoka ukija huko, si unakuja kwenye mashetani, unaendelea kuzurika tu, kwa sababu akili yako inakwambia Mungu anapatikana Kenya. Ukitoka Kenya ukaja huku, basi huku ni kwenye matua ya shetani. Kwa hiyo ukirudi unarudi nyumbani kwa shetani, na pajua uka hapo ndipo kwenye kiti cha enzi. Sasa ukirudi unatandikwa tena, kwa sababu unaenda kila wakati. Lakini siku ukipata ufahamu mpya kwamba Mungu yuko kila mahali, God is everywhere, yeye yuko kila mahali, omnipresent, yuko kila mahali. Kwa kama yuko kila mahali, unaweza kumwita, unaweza kumtafuta, unaweza kumsihi wa kumhitaji mahali popote, na Bwana akakuhudumia. Na masikio yake yako wazi usiku na mchana, iwe mchana iwe usiku, na mwita na anashuka. Na yeye Mungu anajitosheleza, wala hahitaji viambatanisho, attachment, hahitaji viambata. Yeye anajitosheleza. Kwa hiyo yeye ametupa msaidizi, anaitwa Roho Mtakatifu, anatosheleza kutusaidia, kutuombea kusikoweza kuelezeka. Lakini hajatupa visaidizi. Visaidizi ni feki, na ukisikia ni vidogo, visaidizi vya kiroho ama vifaa vya kiroho. Sisi tumepewa msaidizi, sio visaidizi. Mwambie jirani yako, hatujapewa visaidizi, tumepewa msaidizi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa tumepewa msaidizi, huyo msaidizi hakikisha umejaa, uko na Roho Mtakatifu ndani yako. Ukiwa na msaidizi, hakuna haja na pressure ya kuishi Mungu hao, kwa sababu yule msaidizi, uwepo wake ndani yako ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Mungu yuko pamoja na wewe ambapo uko na huyo msaidizi. Amina. Lakini kama hauna msaidizi, wewe sio wake. Bwana asifiwe. Na Bwana Yesu alikuwa makini. Aliwaambia wanafunzi, pamoja na kwamba mmezunguka na mimi muda mrefu, lakini nataka niwaambie hivi, msitoke mjini mpaka mmejaa. Msiseme eti mnatumia uzoefu kwa sababu ni safiri na mimi huko na kule tunafanya huduma. Mkienda mtapigwa. Kaeni mjini mpaka mvikwe uwezo. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Samaria na kote. Hata mimi ni kama angeweza kuwaelezea ushuhuda wake. Mimi mwenyewe siku nimeenda kwa Yohana Mbatizaji, amemaliza kunibatiza, mbingu zikafunuka, nikajazwa, ndipo nikaenda kwenye maombi na nikaweza. Akaja na shetani kunijaribu, nikamshinda. Nilikuwa tayari nimejaa. Nyinyi mkienda bila kujaa, mtapigwa. Kwa hiyo ili kuna vitu viumbike, lazima ukubali vitu vingine vifishwe. Yesu, ishara ya kwenda kubatizwa ni ishara ya kutimiza haki yote ambayo sisi tunapaswa kuifuata, ya kwamba unazika utu wa kale, unaibuka na utu mpya. Huwezi kuzika utu wa kale kama haujafa. Unaashiria kwa unaenda kuzika maisha ya kale, maana yamekufa tayari. Huwezi kuzika kitu kilicho hai. Unapoenda kubatizwa maji mengi, unazamishwa, ni ishara ya kuzika utu wa kale, maisha ya kale yaliyokuwa yamejaa tamaa za uasherati,
na uzinzi na ukahaba na kila aina ya tamaa, unapofufuka ni kiumbe kipya. Lakini kama umebatizwa na madhambi unafanya, wewe ulikuwa Mwisraeli, walikuweka lakini ulikuwa Mwisraeli, ulikuwa hujafa, na kwa kuwa walikuzika dakika chache tu papo ukatoka. Kwa hiyo hata ukunywa maji yakakuua, ulitoka hai, uliendelea kubaki na afya yako ya awali, kwa sababu wamekuzika tu hivi alafu na kukutoa. Kwa hiyo kama ulikuwa hujafa, basi unatoka mle, unaendelea na kunywa pombe, unaendelea kufanya dhambi zako za siku zote. Yule aliyejaza nguvu, aliyezika utu wa kale, anaibuka na Roho anatokea juu yake, anageuzwa na kwa mtu mwingine. Biblia inasema kwamba Roho anakiwa juu ya mtu anageuzwa anakuwa mtu mwingine. Kitabu cha Samueli sura ile ya 10 ule mstari wa 6, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Leo kuna tatizo. Mimi wanabatiza watu, naona kabisa huyu tunamuogesha tu. Hakuna maana yoyote, sana ni kumuogesha tu. Umepata neema ya kuogeshwa na mchungaji, umepata neema ya kuogeshwa na askofu, lakini hakuna kitu anachomaanisha. Lakini wale waliojiandaa na wanamaanisha, unashangaa unambatiza mtu halafu anaibuka Roho anashuka juu yake, anaanza kunena kwa lugha. Hapo unajua nimebatiza mtu. Hapa kweli kuna mageuzi yamefanyika, hapa kuna mabadiliko yametokea, hapa kuna kitu kimeumbika. Sio yule wa kuzikwa, yaani kumwongesha na kumwinua. Hiyo ni kama desturi. Aandaliwe mtu anapoenda kubatizwa, ageuzwe kwa mtu mwingine. Sio yule wa jana aliyekuwa amejaa tamaa, baada ya kuokoka ameshika maisha ya kale. Sasa katika habari ya dhambi, mwili wake ni mfu. Ule mtu sasa hakuna shauku ya pombe, hakuna shauku ya ukahaba. Mwili wake umefanywa kwa silaha ya haki, sio tena silaha ya haramu. Sijiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yanahitajika ya umbiki kwenye maisha yako. Lazima ukubali vitu fulani vife. Kama utavikumbatia, kama utaving'ang'ania, hakuna mabadiliko litatokea. Utaendelea kwa yule ambaye ulikuwa jana, utaendelea kwa yule mtu ambaye sura yake ya upagani. Ndio maana usijidanganye kwamba ya kale yamepita, wakati bado tunayaona sisi. Ukiokoka ya kale yamepita, sisi tunayaona ya kale, tunayaona kwako bado na ile miti ya yale ya kale. Kwa hiyo swala kusema tu ya kale yamepita, hiyo haishawishi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Kwa mfano, kila nyanja kuna vitu unahitaji kubomoa, kuvunja, kuharibu. Kiuchumi unapaswa kuharibu mifumo ya adui aliyokuwa ameitengeneza kucontrol uchumi wa familia nzima ama kucontrol maisha yako. Kwa sababu anajua maisha yako tangu ulipozaliwa alikuwa anakufahamu adui shetani. Wewe utakuja kuwa nani? Alama za uovu ambazo zimewekwa kwenye eneo la uchumi. Kuna utawala wa giza kwenye kazi za mikono yako. Katika nyanja ya uchumi, shambulia madhabahu za siri za adui zinazofanya kazi. Ukiwa unaongea na watu katika hali ya kawaida sio rahisi wakakuelewa. Lakini wale watu ambao kidogo huwa ni waombaji, ukiongea vitu vinavyofanana na hivi wanaelewa haraka. Kwa sababu mtu mmoja alishangaa sana. Alikuwa ana genge la nyanya hapa, halafu akakuta kuna mwingine ana genge la nyanya hapa. Ghafla usiku akamwona mwenzake amekuja ananuiza vitu pale, akachota mchanga pale, halafu ananuiza pale. Sasa ghafla jirani yako anakuja kwenye saiti yako, anafanya manyanga. Kesho yake anaenda hakuuza, mwenzake anauza. Kumbe alikuja akafanya vitu, akaiba wateja, akafanya vitu, akatengeneza mikataba, akatengeneza maagano, akafanya ibada zake, na wewe hauna nguvu yoyote ya Mungu, akaiba vitu vyako kwenye ulimwengu. Kwa hiyo unashangaa unafanya kazi lakini wala sio mnufaika yuko pale. Paka alifunga genge, akahamisha, akaondoka pale. Amekufukuza jirani yako. Kwa hiyo unapokoka kuna vitu unataka viumbike kwenye uchumi. Kwa mfano kama huyu, hata angehamia wapi inawezekana unahamia lakini mwenzako amesha-remote vitu. Kuna vitu mimi nimekutana navyo vya ushahidi. Kuna mtu mmoja anauza dukani kwake. Alafu siku moja aliomba sana, akaona pale dukani kwake mbele ya ofisi yake
kuna kitu kama madhabahu, kuna kimti kiko pembeni na kuna kibao. Kila ukiuza mauzo yakafika shilingi 30,000, inachomoka hapa kwenye shefu yako, inachomoka 5,000, inaenda na kapa. Yaani mko share, mko ubia. Kuna mtu yuko ubia na kazi yako. Kuna mahali anaenjoy, anakula kwa mrija. Wewe unamtoa jasho, yeye anakula kwa mrija. Kwa hiyo unakitabisha kwa kazi, alafu unachuma akili, anakula mwingine. Ghafla aligundua ule mtego. Sasa hela nauza kweli inapatikana. Sasa haijalishi faida ni shingapi, lakini maana umeshafika 30 mle kwenye kitunga chako, yeye anachukua 5,000. Haijalishi una faida ya 1,000 au umerudisha fedha, yeye 5,000 yake. Yaani yeye ni kama TRA, apotezi. Nyinyi mnasema I say ili senga limetulamba. Serikali imekata hela yake. Limekamata ili senga limenani, ila yeye serikali ya kwake huwa haiungui. Inaunguaga ya kwako. Wanasifiwa. Ni mfumo. Kwa hiyo kuna serikali, kuna utawala unaoendelea kwenye ofisi ya huyo anafanya biashara. Kuna wanaotawala kwamba uko hapa kwa ridhaa, kodi watachukua. So unajua tunalipa kodi la pango. Hata hapa tumepanga, hapa tumenunua, lakini kuna kodi la pango la nyumba. Kuna viwanja vikipimwa, pango la ardhi, pango la nyumba. Nyumba unalipia, ardhi unalipia. Ardhi umenunua, pango umenunua. Huo ni utawala. No discussion. You have to pay. Wanasifiwa. Kuna vitu ambavyo adui shetani anavitengeneza kwenye maisha ya watu vya kiutawala. Inategemea ni nguvu gani inayotawala uchumi wa kwenu. Kuna watu wanafanya harakati nyingi, anafanya kazi ngumu, anajituma, mafanikio hakuna. Kwa nini? Sio mzembe, sio mtu kichwa maji, hawezi kubuni mipango, anabuni. Lakini why hakuna mafanikio? Kuna mahali kwenye ulimwengu ambao kuna vitu vimeumbika vinavyozalisha hasara kwake. Huyu bwana alipogundua kuna 5,000 kila ukiuza 30, alishughulika nayo. Ndipo alipoona hela anazozipokea unaanza kuziona. Utametengeneza chumomiti kwenye ofisi yako. Kuna vitu lazima uishughulikie kiuchumi. Kuna mavitu mengine ya kiasili. Unakuta familia ilikuwa na maimani ya kishirikina, watu wanatajirika kwa njia ya ushirikina. Kuna mtu mmoja alizaliwa katupwa. Alipozaliwa katupwa na mama yake kwa sababu hakuwa wa baba yule wa familia. Mama alikuwa amebeba mimba. Sijui alibeba kwa bahati mbaya, mimi sijui kama ni bahati mbaya. Alibeba kabisa kwa kusudia. Na ndoa hiyo sikaingia kwa bahati mbaya. Ni ndoa mimba ni mimba tu kabisa. Hakuna bahati mbaya wala bahati. Uendelee kuwepo hapa, lakini huyu mtoto ni muue. Au uondoke na mtoto wako. Sitaki tu, hadi ajenda yangu sitaki kumwona. Ilibidi akamtupe yule mtoto. Akamtupa. Alipomtupa mtoto akaokotwa na Wasamaria akakuwa. Baadaye mwisho wa siku, huyu mama analinda ndoa yake. Sijui kulinda ndoa, kuna uwa mtu alafu analinda ndoa, kuna telekeza ndoa. Sijui ndio analinda hivyo. Hakuna Mungu yoyote atakayekuwa upande wako kwa sura hiyo. Kilichotokea, yule bwana akakuwa. Baadaye akatambulishwa baba yake, akamgundua. Amekuja kumjua baba yake, umri umeenda. Anamjua baba yake, akamjua baba yake yuko akaambiwa yuko kwenye mikoa ya katikati huko Morogoro. Akaenda akamkuta baba ana watoto wengi, wanawake ni wengi, lakini tajiri sana. Kwanza kumfikia tu kwa kuwa alikuwa on appointment waliwasili. Alivuka mageti mengi sana. Fika pale kuna ulinzi, unafunguliwa geti na unafunguliwa geti na hapo ndio mpate bosi. Akampata. Akasalimia. Lakini ikawa ni kama mara ya mwisho tu kuonana. Alimuona mara moja, wakaongea, akatambulishwa kwa bibi mkubwa yuko pale na wengine waliokuepo. Alafu baada ya muda mfupi tu akafariki yule baba. Alipofariki huyu bwana ameokoka. Akaenda msibani kumzika baba yake. Alipofika kule, bibi mkubwa hakuwa na uchoyo. Yeye akasema, naomba mwanangu fulani, namtambua
atapewa fungu. Akatiwa mang'ombe, akatiwa viwanja, akatiwa fedha. Ukoo ukapitisha, akakubali. Alafu baada ya hayo amemaliza kikao, mgawanyo wote, akasema samahani, mimi naomba hivi, mama mkubwa amekaa na baba muda mrefu, kwa hiyo mama ananipenda, anatujali watoto, mimi kwa ruhusa yangu ninambariki mama mkubwa vyote hivi. Hakusikia amani ya kuondoka navyo, japo ni urithi wa kwake. Yeye moyoni Roho Bwana akamwambia acha. Wewe si unataka kugombana na watu kwa sababu ya urithi? Hata umsikilizi Mungu. Yaani unataka kabisa kama amazao na mimi nina haki. Ni sawa, mimi sikukataza, si haki yako. Lakini huyo anaenda kwa namna ya kimungu, anasikia achana navyo. Nikubariki hapana, usifanye. Mimi nimebariki mimi kwa moyo wangu. Baada ya mwezi wa pili, kila waliochukua zile mali na kufa baada ya mwezi mmoja, na kufa baada ya mwezi mmoja, na kufa baada ya mwezi mmoja. Ndani ya mwaka kuna watu wa maisha kadhaa. Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa ndio aligundua Roho wa Bwana kwa nini alikuwa anamzuia usichukue ile mali. Kwa nini? Unaweza kulazimisha, ndio sisi tumeokoka, nitaomba tu. Sio kila kitu. Kuna vitu vingine mwambie achana navyo. Usifikiri Yesu amezaliwa mtu alafu anambia Yusufu mchukue Mariamu peleka Misri huko. Mengine ni ya kupisha. Kwa sio kama Mungu alikuwa hawezi kumlinda nani? Kumlinda Yesu. Yesu ni Mungu kamezaliwa. Yesu yuko pale, ni Mungu mwenyewe. Mara ngapi Yesu aliponaniwa wanataka kumkamata na ghafla hayupo. Hata pale angeweza kupotea. Hata hapo mnaweza mkaenda alafu mnafika pale hatumuoni. Lakini kwa sababu kuna vitu vingine unapaswa uache. Ndio maana nakwambia kwenye ulimwengu wa roho, kwenye maeneo ya uchumi, ziko mali watu wanazipokea kutoka kwa matajiri wao, kwa bosi wao, kumbe zina muunganisho. Wewe bila kuomba unaingia kichwa, unaingia kwenye mfumo, unakuwa connected na kuna athari zinaanza kutokea. Kwa lazima kwenye eneo la uchumi kuna vitu lazima unalazimika kuvivunja, kuviharibu ili kitu kipya kiweze kujengeka. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Kwa mfano, ziko madhabahu mbalimbali ambazo ni za siri sana. Eneo la uchumi linadhaniwa kwamba linajulikana hadi mapema. Na ndio maana utaona Yesu anaambiwa jaribu alilokutana nalo mwanzoni, ukiniinamia nitakumilikisha, ukinisujudia na kumilikisha miliki zote. Wengi wamejaribiwa wakaenda wakasujudu shetani. Waliokutangulia na wanakugawia hiyo mali wamesujudu kwanza shetani, alafu wakapata ile mali. Na yeyote anayechukua ile mali, ule mfumo unamulika. Kama hauna Mungu unaweza ukajikuta unalika, unaunganika na unaanza kuharibu. Kwa hiyo lazima ili ujengeke uchumi wa kweli ambao Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, na Bwana ndiye anawapa nguvu ya kupata utajiri. Sio kwamba utachanganya na hii ya kumsujudia shetani. Yesu anasema wakusujudiwa ni Bwana, kwa kuwa njia ya kubarikiwa ni kusujudu. Lakini unasujudu yupi? Yeye anasujudu Mungu, Mungu anampa baraka. Wewe unasujudu mashetani, unaona kuna mauzauza yanaonekana na unadhani kama ni baraka, kumbe unajaingiza mahali. Kuna kitu kinaitwa mammon. Mammon ni shetani anayewafanya watu waende kula ndagu, apate utajiri, makafara, anapata mali kwa njia ya kafara, anaitwa mammon. Mammon, shetani. Wewe ukamtumikia Mungu na fedha au na mali. Alipokuwa anatumia neno hilo kwa lugha ya Kiingereza kwa habari ya kutumikia mali, alikuwa anazungumzia mammon anayewapa watu na kuwapumbaza watu kwamba yeye anamiliki vitu. Kama vile shetani alimwambia Yesu, kinisujudia na kukabidhi vyote. Fedha na dhahabu sio mali ya majini, ni mali ya Bwana. Haleluya. Usidanganyike na watu kwa sababu wameaminishwa hivyo. Leo tuko hapa mgodini kwa sababu wameaminishwa fedha na dhahabu ni mali ya majini. Anajirahishi kwenda kusujudu, kwenda kuabudu, kwenda kufanya mitambiko ili anipatie mali ya mazingira haya, wakati fedha na dhahabu ni mali ya Bwana.
lakini pia nguvu ya kupata utajiri tunapata kwa Bwana. Lazima uvunje hiyo element kwenye akili yako ya kudhania kuwa miliki zile zote ni mali ya mashetani, mali ya majini. Uvunje huo mfumo, ubomoe na kuharibu, pamoja na ibada zake zilizowahi kufanyika. Uharibu, uruhusu mfumo mpya wa Yesu Kristo kukuhudumu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Ni eneo moja. Eneo la pili ni eneo la afya. Kwenye afya ya mtu kuna mapandikizi ya adui, kuna vifungo vya magonjwa, lazima ushughulike kuviharibu. Wengine utakuta kwenye familia zao kuna aina ya magonjwa ya kufanana. Wengine wanakufa kwa wakati kila msimu. Wengine wanakufa kwa pea moja. Wanakufa sale sana. Kuna mtu anasema kwenye ukoo wetu lazima mtu afie kwenye pombe. Kila mwaka tunazika mtu aliyekufa kwa kunywa pombe. Kwenye familia yetu kuna magonjwa lazima ajae tu. Kwa hiyo unakuta ni kitu kimesetiwa, kipo kwenye familia, kipo kwenye maisha ya watu. Mpaka wanaanza kusema utakuwa ni ugonjwa wa kurithi. Mengine sio magonjwa ya kurithi, ni magonjwa ya kutengenezwa kwa nguvu za giza. Kwa lazima unapotaka afya yako ijengeke, uharibu na kufisha mifumo ya adui kwenye afya yako. Kwa sababu idara ya afya ndio inaratibu vifo. Kwa lazima ushughulike kuharibu kila mifumo yote ya adui ambayo adui ametengeneza kwenye maisha ili ujenge afya. Lazima uharibu. Bwana asifiwe. Siku moja nikaona kitu cha ajabu. Tulikuwa kwenye maombi, alafu kulikuwa na msiba umetokea. Ule msiba ulikuwa unasafirishwa kutoka Morogoro kuja Shinyanga. Wakati wanasafirisha huko njiani, watu waliokuwa wamelala msibani, mtu mmoja akawa anaonyesha clip kwenye ulimwengu wa roho. Na alikuwa ameokoka, kwa hiyo aliuelewa mkanda ule leo unaonyesha kwamba hapa ni Bwana wala sio kweli. Akaona watu wamekaa kikao. Sasa huu msiba unakuja. Tutafanyaje ili tuwakamate watu wa mtaani? Mmoja akatoa wazo. Unaonaje tukiwakamata kwa njia ya kipindupindu? Kipindupindu. Tutengeneze kipindupindu. Tunatengenezaje? Tutakamata kwenye maji. Tukikamata maji tumemaliza. Tukamate maji yatutumika kwenye kunywa, kwenye kula, kupikia chakula. Tutakuwa tumeweza. Wakashangilia. Umemaliza. Anamaliza kuona huo mkanda, anashtuka kwenye usingizi. Tayari kipindupindu kimeshamkamata yeye. Yaani unashtuka kwenye ndoto, chooni. Tayari kimeshakuwa. Wameshaumba. Kipindupindu kimeshatengenezwa. Watu wanakuja kwenye msiba, kila mtu aliyekula chakula ni kuharisha. Kama sio kuendesha mwendo. Kila mtu anakimbiza. Alafu kila mtu ana hamu kweli ya kula ile nyama ya msiba. Kila mtu anashangaa kufikiri hajawahi kula nyama. Wengine wanaiba na kuchepusha nyama ya msiba. Kumbe imetengenezewa mvuto, kuna mtego umetengenezwa. Yule mama aliyoshtuka alafu anaona kipindupindu tayari kwamba kile nilichokiona wamedesign. Kumbe kuna kitu walikuwa nauma na wameshafanya. Alichoanza akaanza kuomba tumbo tu. Ilibidi wamlete. Tulikuwa kwenye kanisa jirani na mazingira hayo. Tulikuwa na maombi ya wachungaji. Wakamleta yule mama kaja, katueleza. Tukamwombea, akakaa sawa. Tukaanza kuomba kubatilisha kilichopangwa kwenye ule msiba. Kwa hiyo ili utengeneze kitu kingine, basi lazima ukiharibu kilichotengenezwa awali. Usizani utarudika juu ya kingine. Huwezi ukajenga zizi juu ya zizi la mtu mwingine. Atakuwa na miliki lote. Lazima uharibu zizi zima, halafu unatengeneza zizi lililojitegemea, linalojitenga. Usijenge zizi juu ya zizi la mtu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna vitu vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Wewe kwa sababu hauna macho ya kiroho, unafikiri ni vitu vya kawaida. Kumbe wanatengeneza vitu vya kutengenezeka. Lakini usipojua unaingia kichwa. Kwa lazima unapojenga vitu uhakikishe unabomoa vilivyowahi kutangulia. Inawezekana tumekulia kwenye tamaduni na imani mbalimbali. Kwa hiyo hapakuwa na watu wenye hali ya kiroho ya upande wa pili wa nuru. Kwa hiyo kuna mavitu mengi yametangulizwa. Wazee wetu wametuingiza. Umechangwa na chale, umelambishwa na vitu, umelishwa, umenyweshwa, umeogeshwa. Kandari. Ukiokoka kuna kazi ya kufanya. Haleluya. Lazima uharibu, uteketeze ili kitu kipya kiumbike kwenye maisha.
hata wakikuangalia kwenye setimira hauonekani, hata wakibonyeza binocular wewe hausomeki pale. Lakini hivi unasomeka, wana remote. Haijalishi umehamia mitaa ya wapi, wao wanakuona unaishi maisha sawa sawa na kwenye mitaa. Kwa sababu kuna watu unakuta kijiji, unaambiwa hiki kijiji bwana hakuna maendeleo. Yaani ukiendelea namna wewe wa Ikulu, kama sio wa Ikulu utaishi maisha ya kawaida kama yale unaoishi watu hapa. Ukijaribu kuwa tofauti unakufa kabla hujamalizia hiyo utofauti. Ukiweka msingi, kwa sababu unataka nyumba za nyasi, unawekaje nyumba ya bati? Unakufa kabla haijakamilika, au inakamilika lakini hautalala. Na watu wanajua kabisa hivi. Hakuna mtu kuolewa, hakuna mtu aliyewahi ana historia alisoma akafanikiwa akaenda na akarudi na akajiliwa. Wote walishejia, hata walionekana vichwa darasani, majinia walikomea la pili, walikomea form 2, wakagafula na agilisha shule. Kumbe kuna nguvu inayokutana inayosema hakuna wa kufanikiwa. Kuna mifumo lazima kuiharibu, kuivunja kwa lengo la kusimamisha mfumo mpya, kwa lengo la kujenga kitu kipya. Na hapo lazima mtu awe giant sasa, atokeze kwenda kwenye vita ya kupambana, kuharibu. Endapo utaacha kushughulika na mabaki hayo, yanabaki kama yalivyo. Hivi inasema kwenye kitabu cha Hesabu 33 ule mstari wa 55 na 56. Anasema, lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji, mimi sitawafukuza na waacha. Unaposikia kwamba kama hamtaki kuwafukuza na mimi siwafukuzi, Mungu anawaambia Wanaisraeli, kama mtawafukuza Wagirgashi, Waamori na Wahivi na Yebusi, sitawafukuza. Maana yake nini? It is up to you, kwamba ukiweza kuwafukuza maadui, basi na mimi nitashi. Ukianza kuwafukuza, nitakuwa pamoja na wewe, nitaingilia kati, nitawatimua. Lakini kama haufanyi chochote, mimi nitawaacha. Watabaki mjeredi, watabaki sindano, watabaki mtego, watabaki tanzi. Shughulikia mabaki. Hayo mabaki ndio yanayokwamisha, yatazuia hatua zako. Ili uume habari njema na mafanikio, lazima uharibu habari mbaya na wale wanaosimamia hizo habari mbaya. Ushambulie na kuharibu. Maana utakapobakiza mabaki, atakuwa tanzi, atakuwa mjeredi, atakuwa mwiba. Na ule mstari 26 anasema, kama nilivyokusudia kuwatenda wao, nitawatenda ninyi. Kwani nilikusudia kuwatenda ninyi? Waamori na hivyo Wagirgashi. Usifikiri nchi ya maziwa na asali ndio unafika unakuta mito. Kijana mmoja alisema, usifikiri nchi ya maziwa na asali utakuta mito inatiririka maziwa. Kuna nyuki. Usifikiri utakuta kuna asali zinatiririka. Hata kama umetoka Misri ndio. Bwana umetotoa Misri, tumepita bahari, tumepita jangwani, halafu tunafika hapa. Usifikiri pamoja na ruti hiyo, eti utafika tu Kanaani na kuanza kunywa asali. Utakuwa kwa nyuki na unaweza usiamulie hata asali moja. Unaweza ukaribia tu kwenye mzinga na ukatandika na usikuse asali. Na unaweza ukaribia wale ng'ombe maziwa, wana maziwa yao, hata utasogeza mkono kukamua. Unasogea tu teke la nguvu, unaenda kuzimia. Lakini umefika mahali pasisi na ng'ombe zipo na zina maziwa, lakini ile unataka kukamua teke na unafariki. Unafika kabisa kwenye mzinga wa nyuki, unaambia kuna maziwa na asali. Unafika kwenye mzinga wa nyuki, asali iko pale, unasogeza mkono, unapigwa sindano za kutosha. Halafu unaondoka na nundu na ngebe hizo zimepofuka jicho, maana wamegonga sindano kwenye jicho. Haleluya. Amina. Wewe unafikiri maziwa na asali? Maziwa unapambana na ng'ombe, akiwa mpole utakamua vizuri. Akiwa vibaya unarushiwa mateke mpaka ya kifuani. Lakini kama unatafuta asali, watagonga nyuki vya kutosha na unaweza kukimbia hata asali ujarama hata kidogo. Wanasifiwa. Na unaweza kugusa kwa kidole uchoke ili ulambe, ile unalamba sindano. Unasogea na mkono unalamba sindano. Kumbe umekuja na sindano inatokea pale, unaifikisha kwa inaanza kukuharibu. Kwa nini? Usifikiri kirahisi hivyo. Ni vita, ni mapambano. Kabla haujajenga uchumi, haribu vilivyotengenezwa vyenye kukwamisha uchumi wako kwenye maisha. Wanasifiwe. Kwenye afya hivyo hivyo, kwenye ndoa hivyo hivyo. Haribu, vunja maagano, viapo, zawadi, na kuna mavazi na kuna pete. Kuna watu wako kwenye ndoa, hawana ndoa, lakini wanakwambia huwa wanaona wanazo na pete kabisa. Pete wanazo za ndoa. Anaushika
kinaendelea. Wakati hujaolewa, haujaoa, kuna kitu kinaendelea. Umeolewa ili ndoa izaliwe unayohitaji, lazima ile ndoa isiyoonekana iharibiwe, ivunjwe, ndipo uweze kupata. Sijajua ni kwa nini siku zingine uko na mimba, ukiota tu una mimba kwenye ulimwengu wako, tayari mimba imetoka. Haziwezi kukaa mimba mbili, lazima moja ichomoke, baki moja. Kuruhusu mtu mwingine atokee. Bwana asifiwe. Amina. Hawezi kuruhusu. Kwa hiyo mtu aliyeokoka anafahamu kiasi gani wa kujenga vitu kwenye maisha, na anashughulikia vipi vile ambavyo umewahi kutangulia kujengwa. Niliwaambia vizuri siku ile kwamba mtu kufunga ndoa ni kuvunja ndoa zilizokwepa. Unajua kuna ndoa kati ya bibi na wajukuu, lakini kuna ndoa ya mama na kijana wake wa kiume, ya binti na babake. Unafahamu kuwa kuna ndoa ya dada na kaka, ya kaita cha mume wangu wa kudumu. Wewe unarahisisha tu kuongea. Shetani anajua hayo maneno yana maana gani. Lazima ushughulike kuharibu vile vitu. Na ndio maana hata kama mama ni mtu mzima kiasi gani, anawaambia mimi nitarudi nyumbani. Nyumbani wapi? Baba alishafariki na baba alishakufa na bibi alishakufa. Nitaenda kwa kaka yangu, ndio kwa mume wake. Kwa sababu mume si anamvuruga, atarudi kwa mume wake. Wazazi walishakufa. Nitarudi. Taenda kwa kaka yangu. Kaka yako ni mume wako. Huyo sasa ndio mume wa nyumba isiyokufa. Kuna vitu vinatengenezeka vya ajabu, lazima vishughulikiwe, viharibiwe. Na kuna wengine tu wanasema huyu atakuwa mke wako, atasumbuka lakini mwisho atanirudia. Mimi najua nilichokifanya. Haribu yale maagano. Nikupe mfano, kuna vijana wako hapa, siwataji kwa usalama wao, lakini ndio alikuwa anachumbia, akichumbia uchumba unaenda, kama unaanza vizuri unaenda unapotea. Uchumba unaishia njiani. Anapambana amna. Sasa siku moja nikamwambia badilisha mfumo. Anza kushughulikia kinachozuia ndoa. Kwa sababu haiwezekani wewe unasema nimeonyesha, alafu tukienda kwa mimi hata sijaonyesha chochote. Ndio wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Wewe mwisho utashindwa hata kuombea habari ya ndoa, utapitia yoyote. Mtu mmoja anasema, anaimba wimbo anasema, mwisho wa siku unabadilisha maombi. Bwana sikupangie. Awe mfupi, awe mnene, awe mwembamba, awe mlevi, whatever, yeyote. Hatuombi hivyo. Unaomba mume mwema, unaomba mke. Sio naomba yoyote. Bwana sasa. Haleluya. Nikamwambia badili mfumo, anza kushughulikia kinachozuia. Hiyo siku akaona bibi yake ambaye yeye amerithi jina la babu yake. Bibi ambaye alikuwa mume wa yule bibi alipewa jina huyu kijana, jina la babu yake. Ndio akaona usiku, akamwambia, mume wangu vipi? Umetuletea nini ulikotoka? Akamwambia, mimi sio mke wako. Mimi sio mume wako. Akamwambia, wewe babu, mume wangu, leo umefanyaje? Imekuwaje? Umekuja na nini leo? Mbona haya matumizi umekuwa mbaini hivi? Umefanyaje? Umekutwa na nini? Ndio akamwambia, mimi kuanzia leo sio mmeo. Mume wangu amechanganyikiwa. Leo unanikana. Yule bwana akaanza kukimbia. Kale kabibi akakimbia, akapita poli, akavuka mto. Ghafla kale kabibi kanamtoka. Vipi mume wangu? Mbona unakimbia? Umepatwa na nini? Akamwambia, kamatie hapo hapo. Hapo ndipo ndoa imeshikiliwa. Bibi ameteki press ya kuwa mke. Sasa hakuna mke yeyote atakayetoboa kwa bibi. Ajaribu kuja mrembo kwa bibi, hawezi. Lazima aweke mtu mwenye jitihada ya kuhakikisha ndoa inabudwa, ndoa zinabudwa kisheria. Bwana sasa. Amina. Mimi nimesomea masuala ya ndoa, nina ruhusa ya kufungisha ndoa na kushauri ndoa. Unaambiwa kisheria, uweze kufungisha ndoa kama kuna ndoa inayoendelea. Ndoa inaendelea pale ambapo hakuna udhibitisho wa kisheria wa kuivunja ile ndoa. Hakuna taraka, ile ndoa bado inaishi hata kama mmeachana miaka 20, bado inaishi. Usiruhusiwe kufungisha ndoa maana kuna ndoa inaendelea kuishi. Tafsiri yake ni nini? Kibiblia, mmoja afe ndio una ruhusa ya kufanya. Kale kabibi bado kanadunda na mume wake yenyewe. Mume mkubwa alishafariki, yupo Karisi.
kana dunda na kijana kabisa, sweet kijana mbichi kabisa. Wanasifiwa. Amina. Alafu wewe uko unapambana, utahangaika, maana bibi hawezi kuruhusu. Ndio akaanza kushughulika kuvunja, kuharibu hiyo kazi. Alipoharibu ndipo ikaumbika ndoa ikaumbika, ikatokea mipango ikapangika. Alipoanza hatua alichokiona akafuata, ikaenda kwenda kafanikiwa. Lakini mwanzoni vyote vilikuwa vinaenda kuishia njia. Vinazuiwa na bibi. Mwingine akaniambia na yeye kwa hapa. Yaani akianza kuliombea eneo la ndoa, ndio siku hiyo unakuta anajiona yuko kwake, anatengewa na mtu wake. Anapikiwa kwanza mwanzoni, anashangaa tu. Ukianza tu kuombea ndoa, uombe Mungu akupe mke. Usiku huo ndio unamwona mkeo anakuandalia chakula huko kwako na amejificha sura, umuone. Siku hiyo sasa kaomba sana hivi sasa, na angalau nikujue sasa mke wangu wewe kwani leo imekuaje? Wewe endelea kula. Unatengewa nanasi, unatengewa ndizi, kula roast hapo, kula kitoke. Mama ameandaa mambo mahanjimatu, so tojo ameweka hapo. Ambaye hayupo mwilini. Unatoboaje? Lazima ili kuna kiumbike kitu kipya, uwe na ufahamu na uelewa kutosha, uanze kushughulika na kuvunja kikwazo. Kikwazo ni sababu ya kutokuvuka, ni vizuizi. Unaweza kusema nimerogwa, unaweza kusema mimi na mikosi, kumbe kuna kitu kinaendelea. Ukikiharibu hicho kinachokwamisha, unaona unavuka, unaenda ng'ambo ya pili. Hivyo hivyo hata kwenye uchumi, hivyo hivyo kwenye afya. Kuna watu wanakwambia anaona kabisa anayo pete, kila wakati ana pete kwenye mgongo, kila wakati ana mavazi, ana shela zake. Mwingine anafikiri nimeolewa na mzungu, kila wakati anaona yuko baharini na mzungu wake. Jini hilo baba, hilo jini mama. Nimeolewa, tunaogelea na mume wangu, tuko bichi. Mko makao ya ujinini mko. Majini yanakaa ufukweni, majini. Mko huko mnaogelea. Ukitegemea ndoa sasa itokee, utapata shida sana. Ni agano. Mwingine kaniambia mimi baba, nashangaa sana. Mume ameniambia kitu lakini nimeanza kumshtuka. Kwa nini? Anasema akionyesha yuko na mwanamke mzungu mweupe, wako naye baharini, wanazunguka beach. Akiota tu, akienda dualana na kuja na dhahabu. Yaani mpaka ameelewa kabisa, ananiambia leo nimeota niko na yule mwanamke, tuko baharini tunaogelea. Kwa hiyo mke wangu jiandae, ninarudi na fedha leo. Nafika dualani, chabo ziko nje. Yeye anafurahi kabisa, akiona akasema leo nimeona neema. Leo nimetokewa na kile kitu. Lakini ni utumwa, haujui kuna siku utalipa nini? Damu ya kwako, damu ya watoto wako. Wewe mwenyewe utaamua sasa, bwana kula vya kutosha, twende sasa huko ukatumikie kabisa kule huko, nisiseme mbali, kule kisiwani kwenye mifumo fulani, hata Tanga. Mtu anaweza kaokota kitu kumbe ameokota jini. Kuna watu wanakwambia yuko ndani ya nyumba, afu unashangaa tu unaletewa kila kitu. Mwanga unatokea, bado unaona kuna vitu bila sabuni iko pale, unaletewa vitenge, unachukua tu. Kuna mzee mmoja wa kanisa alikuwa ameoana na mama moja, akiwa anasali Vatican. Siku moja akaamua kuokoka. Ndio iliishia hapo. Alikuwa na mwanamke ambaye anaweza akamaliza maji, unampeleka kuongezwa maji. Alafu unasema sina hela. Yeye anakuambia chukua hiyo. Alikuwa anaenda kuongezwa maji kwa gharama ya 50,000. Sasa siku moja akawa na 5,000. Hiyo 5,000 utamkabidhi huyo mwanamke. Mamizimu yakapanda, akamwambia mkabidhi mkeo hiyo 5,000. Yeye atakaenda kwa madaktari. Watahesabu 50,000, watarudisha na change. 5,000 kweli. Akampa mgonjwa akawapa, wakasema leo tunawapunguzia 45,000 badala ya 50. Akawapa 5,000, wakamrudishia change 5,000. Wakahesabu 40, wakahesabu noti za 10, 50,000, wakarudisha na change 5,000. Aliyookoka yule mzee wa kanisa, aliyookoka ndio ikaishia hapo. Akaambia chagua moja, turudi Vatican au tuachane. Kasema mimi nimeokoka, nimemjua Yesu na narudi. Ilikuwa ni kwamba anaweza kashangaa, mke wake anambia wamenifuata. Mbona gari limesimama hapo?
ghafla mimi naenda nachelewa, unamwona anaondoka, anapotea. Kumbe amepanda gari, wamenipeleka huko, tumekula, nimerudi. Hujaona wamenishushia hapa. Unajiamini kabisa kwamba wewe unaoa mtu kweli. Yaani mpaka na magari yanamleta mpaka nyumbani hata hujaona. Watu wanaishi kwenye magereza, japo wako tu raia. Wanaishi kwenye mifungo. Lazima aweke mtu kushughulika, kuvunja, kuharibu, ndipo vitu vingine vijengeke vya kweli, vya uhalali, vya kwenye eneo chanya. Kuna vitu vingi kabla hujavivunja vitakwamisha sana maisha. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee piga huo garagaza. Yaani hata ufanyaje. Sasa anamwambia basi kama nimo mimi naenda kuolewa. Basi kabidi aolewe, akaolewa yule mama na wale ambao wanaweza kuendana. Maana huyo alipookoka, yaani wewe huwezi kwa namna yoyote, haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Angalia kitabu kile cha Torati 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Lazima kufisha, kuharibu mifumo ya adui kwenye maisha yako ili kisimamishwe kitu kipya. Hata kitabia lazima kuna vitu vishughulikie. Hata kwenye eneo la huduma na wokovu lazima kuna vitu viharibu vya kiimani, imani ya giza, tabia za asili lazima ziharibiwe ili zuke tabia mpya. Kitabu cha Torati 12 mstari wa kwanza hadi wa 5. Utakapofika hapo soma. Biblia inasema, hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia miungu yao. Vunjeni kabisa mahali pao walipokuwa wakitumikia miungu yao. Mataifa mtakayoyamiliki. Mataifa mtakayoyamiliki. Juu ya milima mirefu. Juu ya milima mirefu. Juu ya vilima. Juu ya vilima. Chini ya kila mti wenye majani mabichi. Ndio. Nanyi zivunjeni madhabahu zao. Zibomoeni nguzo zao. Na maashera yao yateketezeni kwa moto. Masanamu za kuchonga za miungu yao zikateni. Na jina la livutilieni mbali na mahali hapo. Wala msifanyie Asante. Vunjeni kabisa mahali pao walipokuwa wanafanya ibada. Mahali pa ibada ni mahali pa madhabahu, ni mahali ambapo pana meza, ni mahali ambapo ni connector, madhabahu inaunganisha, ni mahali watu wanakutana na miungu yao. Anawaambia vunjeni kabisa mahali pa ibada kwenye maeneo yao wanafanyia ibada zao. Kama uliungamanishwa kwenye ibada zao, kwa hiyo kuna mambo lazima ushughulike, kuharibu, kuvunja ili ujenge kitu kipya. Na ndio maana hata Gideoni ili ajenge madhabahu, alienda akabomoa madhabahu na kuivunja madhabahu ya Yoashi. Alafu ndipo akasimama kujenga madhabahu ya kwake. Akaivunja madhabahu ya Baali, ndipo akajenga madhabahu ya Mungu. Wanakwenda wakutana madhabahu nyingine. Wakajiuliza ni nani atakuwa ni Gideoni. Kwa hiyo kanuni ya kujenga madhabahu lazima ubomoe nyingine iliyotangulia. Bwana asifiwe. Fisha viungo vyako. Kitabia ni lazima kuna vitu lazima uvivunje, viharibu. Tabia zisizofaa, tabia za asili na za kishetani, za tabia ya kidunia lazima uziharibu. Mfano hasira, kiburi, chuki na kuzila, majivuno, dharau na kadhalika. Efeso sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Sisi nasi tulienenda katika tabia hizo, tukawa wana wa hasira. Walikuwa wanaendeshwa kabla hawajaokoka. Sasa inabidi kufisha hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ni muhimu kujitenga na mazingira ambayo sio rafiki, maana yake ni lazima kuua hiyo mifumo ili kusudi uweze kusababisha vitu vipya kuumbika. Ili Mungu afanye kitu kipya, yafuatayo ni muhimu kwako pia. Tumeona tulikuwa tunashughulikia habari ya kuvunja, kuharibu, kuteketeza ili sasa uanze kuumba kitu kingine. Jambo ambapo kuna mambo yatakusaidia ili kusudi vitu viweze kuumbika baada ya kuvunja na kuharibu hayo mambo. Jambo la kwanza, jikabidhi kwake, ama umhitaji Mungu akufinyange. Wewe mwenyewe lazima uwe tayari kukubali, kushuka, kunyenyekea na kumkaribisha Yesu akuumbe, akufinyange apendavyo. Jikabidhi mikononi mwa Bwana akufinyange apendavyo.
Hapo unaweza ukajikuta kuna vitu vinaumbika. Lazima ujipeleke mbele za Mungu kwamba mimi ni udongo, wewe ni mfinyanzi. Bwana, niko hapa, nifinyange upendacho. Finyanga vitu kwenye uchumi wangu, finyanga kwenye afya, finyanga kwenye mwili wangu. Kama kuna elements na tabia zingine nimekopi za Bwana, nifinyange upendacho. Haribu kila tabia Bwana, vunja kila tabia. Ukiangushe kilichoinuka. Tumeimba wimbo ukiangushe kilichoinuka. Kuna vitu vingine vimeinuka kwenye maisha ya watu, vimeumbika. Lazima ujipeleke pale kwenye kiwanda. Yesu Kristo yeye ndiye kiwanda, akutengenezi, ujikabidhi kwake na yeye aushike. Lakini jambo lingine, mrudie Bwana, fanya toba ya kweli. Ili Mungu aingilie kati kwenye maisha yako kuumba vitu, ni lazima mtu awe ameenda mbele za Bwana, atubu toba ya kweli. Unyenyekee mbele za Bwana na kumwambia Bwana, niko hapa. Unaungama, unatubu, halafu unakuwa safi kiasi kwamba hata kama unakaribisha uwezo wa Bwana uume vitu kwako. Ndio maana anaambiwa ulipokuwa tumboni nalikutakasa, nimekuchagua wewe ni wa kwangu. Nalikutakasa kabla nalikujua, na nimekufanya kuwa chombo changu. Utang'oa, utaharibu ili kujenga na kupanda, lakini ni kitu kilichotakaswa kwanza. Lazima ukubali kuoshwa, kusafishwa, kutakaswa. Mrudie Bwana kwa kumaanisha. Jambo la tatu, kubali kupoteza ama kubali kupondwa, kusagwa na jiwe kula pembeni. Haleluya. Luka 20 mstari wa 18. Petro wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 6 hadi wa 8. Jiwe kula pembeni ni Yesu Kristo. Ukubali ni kuponde. Alafu ukishavunjwa ndio kuna vitu vitaanza kuumbika. Kama bado ni yule wa jana mwenye jeuri na kiburi na majivuno, basi ni ngumu sana kuumbika kitu kipya mpaka ukubali jiwe likuangukie. Ukubali neno la Bwana kulipokea. Ukubali kumfuata Yesu kwa gharama zozote. Watu wengine hawakubali. Mtu mmoja anasema kuna watu Bwana jiwe halijawaangukia, halijawaponda. Wao wameenda wakalilalia tu. Sasa hilo jiwe linapaswa likuponde, likusange sana. Alafu wewe unalisubiri na ndondoka, unaenda unalikumbatia. Unalilalia tu. Jiweke hapo Yesu akuponde, usagwe sana. Anang'ana asija karibu tabia hii. Haka kananifaa. Hii vitu ni zana zangu. Hapa sitaki kuacha hivi. Unakataa neno likija hivi, wewe unapita kushoto. Utaki kujiweka kwamba sasa hapa leo neno limesema na mimi. Hapa nahitaji Bwana anitengeneze sasa. Naenda magotini kwa Bwana, nifinyange Bwana, nitengeneze. Hii tabia imenishinda kuiacha, lakini sasa neno linaendelea kusema na mimi. Bwana, niko mbele zako. Kwa kuwa neno lako ni nyepesi kutambua mawazo, linajua makusudi ya moyo, limenijua. Bwana, nifinyange sasa, unanipeleka. Unaruhusu Yesu niponde, nitengeneze. Mimi ni udongo kwenye mikono ya mfinyanzi. Wewe ndiye Yesu, naomba unifinyange. Sasa utaki kufanya hivyo. Aidha wakikukemea wakakuonyesha madhaifu yako na hama kanisa. Hataki kuangukiwa neno. Neno la Bwana ni upanga, ukataa kuishi. Likija kama nataka kukata, anakimbia. Jiwe kula pembeni kuja kudondokea ili kumsakasaga, alimbadilisha tabia, anahama kanisa. Unaenda hivyo, unafika kule unakumbatia jiwe. Wakijinyanyua jiwe kidogo linataka lipone lisake ili umbike kuwa kitu kingine kipya. Unaruka kabisa mita 100. Sitaki. Hata huko nimehama. Siwaelewi. Wewe wakutokuelewa, mbona wengine wanaelewa na wanaendelea kupata msaada wa kiroho? Huyo alishakataa kubadilishwa na Yesu. Kuokoka ni kubadilika. Sasa neno la Mungu ndio linatuongoza kwenye mabadiliko ya kweli. Wewe unalikataa. Haleluya. Kama baba mmoja kumbe ana wake wawili anakuja kanisani, semina ikaanza. Tangu siku ya mwanzo wa semina inazungumzia tu kama una wake wawili unaina moto.
Mhubiri akijaribu kutaka kwenda kwenye ujumbe mwingine, unaenda kugota tu hapo. Kama unafanya madhambi kwa mfano, anarudia mfano. Kaka anatoa na shuhuda. Kulikuwa na mzee mmoja alikuwa na wake 4. Alafu alikuwa mtoaji sana, mkarimu sana. Yaani hata wewe ukipita pale ukamsalimia, anaambia watu kamata kuku chinja, tumepata mgeni. Msiache kukaribisha wageni wengine, walipokea malaika bila. Yaani hata wewe ukipita anasema tayari malaika. Hakuwa na wasiwasi na malaika wa aina yoyote. Yeyote akipita malaika anachinjiwa kuku. Halafu watu wanampongeza, barikiwe sana mzee. Akapita bwana mmoja siku moja. Wakamchinjia akala, amemaliza kula akampongeza mzee, asante sana. Lakini mzee nataka nikuachie kama message kidogo. Kwa wanawake 4 hivi, 2 alikuwa msukuma yule bwana. Akamwambia, "Mzee, kweli ni mkarimu. Unalisha watu na watu wanakupongeza." Sijajua kama wanakwambia kweli. Yaani kwa wanawake 4 hivi, solo bele atulini hivi. Kwigoro mumshukuru wao. Na alipobona na mananacha. Wanasema kwa wake 4 mbinguni. Solo bele atulini 1 2 3 4. Mbinguni. Sio rahisi. Naomba kwenda kichukua. Nilikuwa na kushtua tu mzee, mimi natoka. Akaenda. Mzee nikamwingia ile neno. Ni kama nimeharibu, nikamkuruga mzee, nikamwacha vibaya. Akabaki anapita hesabu. 1 2 mbinguni au kwenye kichuku. Kwingoro makema wanini? Mumshukuru. Kale kaneno kakaendelea kuimba. Kwa wake 4 mbingu gani? Hakuna. Pamoja na utoaji wote huu mzee wangu. Lakini kwa wake 4 mbinguni mzee hawendi. Yule mzee ile neno ni kama amepewa sindano ya ganzi. Kwanza siku ile ufahamu karudi. Kweli. Wachungaji wamepita pale wanakula vizuri mzee, hebu tukuombe. Songea mzee, tutamke baraka. Atakaoonyesha ndani kikombe cha maji manabii hawezi kukosa. Mtumishi wa Bwana. Utendewe nini? Anaambia kama wewe yule Shedemu. Baada ya kula Elisha sasa muuliza mama, haja yako nini? Mzee, sema, Bwana endelee kunibariki. Basi mzee funika macho. Wanafoka, wanamimina. Lakini anapita tu mtu atasema mchungaji, akambonyeza akamngata siku ya mzee. Hii feki. Watu watakula kwako, watakunywa, utawakarimu, lakini mbingu sipewa. Sasa yule bwana aliyekuwa na wake 2 anasikia na mifano hayo. Mhubiri ametokea tu kama mhubiri amekuja ni mgeni. Alafu ujumbe anapewa na Bwana. Anaanza kusema maisha ya yule mtu mpaka semina inaisha. Yule bwana akawa anaona namba hii siku ya kwanza. Ya pili akakutana na neno linabomba pale. Ya 3 ya mpaka semina inaisha. Akaona nimfuate mchungaji. Kwa nini umemwambia mhubiri kuhubiri maisha yangu tangu mwanzo wa semina mpaka mwisho? Yaani mpaka mhubiri amekosa ujumbe. Umemwambia siri ya maisha yako.